Maliza mtasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Pastors ni mutiga ukuatumia dalina jeni. Please, it is a request, but it will bring a problem in your life. Hata kama ndiye anaongoza ibada, jiogose. Pikipiki zinafanya nini town? Akalie moja, abebwe. Kwani matatu ni za nini? Tero ni ejugire dado shuda mutiga na newe wini dagia. Kwa wagekwa tutingeina sadeyo. Wewe wacha masuli yako, wachana na wanawake wengine, tosheka na mke yako wako. Na ningependa kuambia mapasta na washike, wanawake viungo vyao vyote vinafanana. Hakuna anakuanga na 3 na ingine 2 na ingine 1 na ingine nini. Wameumbwa the same. Wadugu, oguo ona mutumia waku hana, ona uyu ngi hana. Tofauti no kuria umwe ni muriu, uri ungi ni munini, uri ungi ni munene. They are just the same. Shetani yahoto thini wa rito la Yesu. Amen. Na nyinyi wa washugaji, unahakikisha hii mshugaji. Unahakikisha hii mshugaji hana ile inaitwa nini? Jaa ya mapenzi. Kutoa mudhuri ya hote kiwedo. Higo ciothe hwaini ukauga ni watu kiongo. Ati ndani ya mbiriria. Mugongo cio ndaigua tonge tuika. Wakihikite niki. Arabu hii jamaa anaingia hapa kwa ibada na iko na jaa. Hakuna kitu amefanya wiki 3. Niki gikugiria wone akihoera atumia arama hinya moko kumotora. Kiugaga mwathani ajira thina mbere na ukuhoera na ti kwenda gwake ni ngaragu ya musie. Bichoga lijalie ka ile kwali kuhota kinya kaire tukaacha gake tukahakona mundu wa Ngai arathie na koguo kage akoya ningi agathi na koguo na araroro haha kuma githuri gucoka na haha thi ndarawa maguru biu ni haha nginya haha na ndararo akiongo kona ma brother no mehotete na niyo tutungatagira. Bwana asifiwe. Washugaji, hii maneno ninaongea ni mazuri ama si mazuri? Hata wewe mwenyewe wakati ulikuwa una jaa nyingi, au kuona mpaka unakuwa interested sana na wanawake. Hata ukiombea wanawake pengine wanaanguka hapo mbele. Wewe unaona ni mzuri sana kuona vizuri vile kunaenda. Unaangalia kuangalia. Ni kuhota. Ukaliaga ona wako mutumia kwa hana githeri. Ukalia kiigi. Wona nyama tauni kanitha-ini na nguku ukauga ni njega no nie ndi muhonu fiu. Samahani Bishop Badali kwa kuongea mambo mengi, lakini hii watu wakifanya usharati tunaumia zote. Ama hatumii zote? Tunaumia zote. Na yule mtu anafanya usharati, kuna mtu mwingine anatamani mkewe. Kwa hivyo pastor, usikubali mwanamke yoyote akukaribie emotionally, mentally, kiakili kuliko mke wako. Amen. Na mimi nafanyanga hivyo hata mimi practically in my life. Mimi niko na secretaries wengi kule ofisini. Ni wengi, wasishana ni wengi. Na wanawake. Hakuna hata mmoja iko na simu yangu. Simu zao zote ziko na mama. Mimi namwambia bia secretary aende kanisani. Niko huko. Nili avoid problem ila nilikuta Nairobi. Nilikuta kila archbishop anafanya mapenzi na secretary yake. Ukimuuliza nini? Anakuambia she was the shoulder. I used her shoulder to cry. Ukinyimwa breakfast nyumbani, secretary anakupikia sharp. Paka anakupikia vitu haujui. Anakuambia this one is called smoky, this one is where. Na saa hiyo nyumbani mama umewacha amerara. Wamwena ndathie no wega. Enda kabisa. Sasa unakuta secretary naye anajua smoky. Tu secretary tu tukakuhekanya mketa kwa sausage roll. Tukakuhepisa na mtumia kudake kuhepisa. Ati ina chama muno tu timenyaga ina chama muno tukakurehera. Inyoko na pastor mwa wafici thaa 5 thaa 4 cio tuku.
ni entertainment ya women. Na kila mwanamke kanisani anatakanga power, na power ni kuwa na huyu anasimamanga hapa. Wanapigania hapa, wanapigania ni nani iko karibu na bishop kuliko mwingine. Sasa hawa wanapigana wakitaka wazimwe. Dawa yao ni ile dada amekaa pale, ndio dawa yao. Haleluya. Kuna wasichana walikuwa wanakuja kwangu wanalia ofisi sana, mpaka na watandika kila mtu 5,000 yote ambayo nilikuwa nimeokota wiki mzima ninawagaia, maana wanalia wanalia mpaka naona my own sisters wakilia. Naambia msili, mpaka narudi natoka pande hii yangu nakuja yao kuwagonga mgongo. Wananiambia thank you pastor, thank you pastor. Alafu wananisifu. I don't know where I would be if it was not for you. Hiyo una mesa inaingia mpaka kwa miguu. Mimi hata huwa najua ningekuwa nimekufa isipokuwa ni wewe ulikuja Nairobi. Unajua unasikia kidogo kama huko Mungu for about 5 minutes. Unasikia vile Mungu anasikianga. Na newe kama moto yuko. No me gosho ni shetani izelisi au. Mke wangu siku moja akaingia wakati tunamaliza nao. Akaniambia hivi, hao wasichana wanakudanganya. Nikamwambia please mama, wacha kuingilia kasi ya Bwana. Ni mimi nimeitwa na mimi niko na mafuta. Akejera gwele ole marauga nena haja. Walikuwa wanasema wamuonia maithori ni aruta besha. Hivyo ndivyo walikuwa wanasema. Biaga gwetikia. Nikajitoka hapo ni kama ninaita mtu, alafu nikakuta wanaongea kwa corridor. Wakiuga we tanie ngumaitite na nayo ngirici. Ngimwera kuma riu ndukanacoke kuthie guikara mucire ria ndirona andu ugakorwo haha ukajerethaga nyoka ni iriku na ciana cia Ngai ni iriku. Ndakihenetio muno ngiri twendiri cia thiri afu na tugithi na hukuria madathi na magiuka ringi wiki wengi kwaje umokire kuingira tu murango-ini wa wabici ari thi tondu ndamenyerete agwa twithie na aca ngamupembere sangi muoyaga kara gitini ona kama kaugire ndirakoya takana shaitani acidwe na hari andu mahana uguo metuite aca atumia tuwadada wakikuja kwa ofisi wedi aca nie ngigakinya kufuja murango wa ofisi yako nilifuja murango ya ofisi nikaweka murango ambaye watu wanaona through. Nilikuwa nimeonyeshwa mambo na wanawake hapa Nairobi, na mama alikuwa siku hizo ako na kasi nyingi, hakujina mimi kila wakati ona makemu munyire go kilimo wa mumunyire akemu munya muno goku amu munyire goku to timuraihu riu ndenginyira na goku kungi udamu munya gogeciria tu hindi ate hoete mwathani thini mwani turia Jesu ngeigua goku ngehinguria maitho. Sasa mkisikia ninaambia nyinyi mambo hayo wachungaji, usifikirie wanawake wote wanakuja kanisani kukusikiza wanataka Yesu. 20% inataka wewe. Na tulifanya hiyo utafiti makanisa ya Nairobi na mliiona yote ilikuwa imeandikwa kwa gazeti ya Daily Nation. Hata leo ukienda kwa internet utaiona utafiti analysis ya makanisa ya Nairobi na whatever. Wanawake walikuwa wanauliza swali moja. Wewe pastor wenu na ameoa akikutaka akupende, unaweza kukubali? 80% ya women walisema siwezi kufanya dhambi na pastor, lakini 20% walisema ninaweza kufanya hata mara 3 akitaka. Ona. Huwa sio 20% amwene ashas. Hiyo 20% praise team iko hapo. 20% hiyo kabutu kana kupeaga nini? Hata niliuliza msichana mwingine nikamwambia ninaona Bwana ananionyesha wewe tabia zako si mzuri na umekuwa kwa kanisa ingine. Akejera pastor shoto akorogona akekone da mwedaga ona wakore na mutumia kwa ugemuhe juice ndabaga gukunda bacoka ngamutwarira akanyua akabiriria kunyenda watu wakoro we ndui kuroga
tuiritu tu twa kanitha ni tuwi kuroga na kadha wa kadha. Pastor ya chapati akera gathi kagure chapati karehe na cai kamba gutwara wabici gakahinga gagaikarira nake mundu wa Ngai akameria yothe. Riu nake hunjia hao kaigua agikegeta we chiko haha publicly ni korogwo na sabati ile mutumia yake amwira gore gakujita ni kiutinda ugita chiko akago ndu niko kahudu chiko re karogete mundu uyu. Fungu la 10 Nehemia 10 mstari wa 38. Hiyo ndio topic ya mwisho. Wadada, Bwana asifiwe. Hii maneno ninaambia wanaume wachungaji ni mzuri. Unajua wanaweza kufikiria ni mimi natengeneza. Tare mutumia waku ni amenyaga airetu othe me kanitha makoragwo ti Jesu mendaga niwe. Tani ule muria my wife. Hii wanawake wote wanakuaga kwa kanisa wote wanataka Yesu Kristo na mbinguni. Watakuhesabia. Kuna pastor aliniambia hiyo utafiti ninafanya. Hiyo akasema labda ni mawazo yangu, iko na ukweli kidogo lakini haina ukweli yote. Na tulienda kukula kwake sapa. Akaniambia sasa huyu ni my wife. Hata ninasema ile maneno ulikuwa unatufundisha mengine imenisaidia. Lakini kuna mengine kama hiyo ya wanawake ati wananipenda. Mke wake alimwambia idhawa maina hata ni atorauga. Akero no mutumia secretary kira twaga kuigua na secretary waku niwe akoragwo akienda nikio ona ndoka wabici akiuma tondu atumia ni mathomanaga ukarora ritho ria mutumia uri ongi mutumia aroraga ritho ria uri ongi akamenya uyu ni mundu wakwa arenda ti Jesu arenda nake uri akamenya uyu ni amenya ni uyu ndirenda riu ukona marahitukana woka ukuragio wega will you take coffee will you take with the sugar or with milk mutumia waku kokona ni watiga kuria na angikone genuine ona agia kuria and madam would it no utoti genuine. Kwa hivyo hii koti hata ukisikia joto usipatie wanawake wakushikie, ita mke wako akuja aishike. Hata mutiramanya andu ni marogagwo na Nairobi ire Dilali uhoro wa mimi I'm speaking the truth. Hapa hata washugaji wa CFF kuna washugaji hapa wanakaa bila wake zao. Walifanywa hivyo ninasema. Na mama akafukuswa na washirika. Na wanakaa peke yao. Na wengine wako hapa mke wao alifukuswa na secretary. Hiki mwanamke kinakujaga hapa hewa inaharibika. Na hiyo kimwanamke ni mke wa pastor. Na kadhaa hata hapa kwa makanisa mengine tuko naye wanaombea mke wa pastor akufe. Tulienda kusikiliza watu na my wife hapa. Tukaenda tukasikiliza wadada ambaye walikuwa wanashidania bishop ambaye amekufiwa na mke wake. Wadada walituambia peupe mchana jua likiwa pale. Akaambia mke wangu, huyu mke wa huyu tuliona amekaa na mafuta sana, atuondokee na sisi tukae naye. Twelirwo twenoyo nie ndanyitira hau ngiuga ate wauga atia akenjera andu mego itura na maguta na ithuĩ tũrĩ ogoko tũkĩũrora ithuĩki matiehera na ithuĩ tuikare na maguta. Ndio niligundua ya kwamba ile vita iko katika kanisa la Bwana ya watu wakitaka Mrs. Pastor aondoke nao wae Mrs. Pastor ni kubwa, na ndio inafanyanga wewe uko sana na your husband. Maana haujui kuna watu wengi wanataka uondoke waingie na we no gutindura karite handu ha guthekia jamaa eno etige kuona magego magi ukamuhura smile ya mwena uyu ungi ya gatagati ya thi guthekio ni secretary kona tataratheka kamuri na kikira guthekia na chaka nini. Leo Bishop Wadali ulihusu niongee ndio tusiwe na pastor yote atafanya usharati katika CFF. Na tunaweza kutimisha hiyo refu ya kwamba hakuna pastor hata kutakuwa na fununu. Lakini tumesema pastor aliye na njaa atakuwa na fununu. Ndetigwa. Pastor we na mutumia we na toro muingi.
wewe Pastor Lucy unaruhusu ninaongea vile ninataka. Wewe ndiye profeti yangu, kwa hivyo hii watu nikikosa kuambia hii maneno watafanya dhambi. Ile tiguo mutumia wena toromo igi, mutumia urako manangu ciothe na ginya mufuto wa jini. Pastor Samuni Saidi, yeah, mutumia urakwira we gutiri undu ungi wiciragia oguo hingo ciothe una akiri na ni mutumia wa pastor urauga kuri undu ungi twiciragia twakuhikirie niki tungiakorire we mundurume ungiarinja after 1 minute twakuhikirie ni undu oguo na gutiri undu ungi twiciragia no oguo. We wachungaji, Bwana asifiwe. Kuna kitu kingine tunafikirianga ni hiyo tu, na nikio twakurehire hakuhi nigetha mabataro macio hingagie continuously. Na uria pastor araria wega noguo mabataro me maingi, na ukikataza huyu pastor mabataro, kuna wengine wanataka kumtimizia mabataro yake. Wachungaji, Bwana asifiwe. Tuna wachungaji wazee hapa, lakini wafunge masikio niongee na hii vijana. Ito mwanake uyu riu ni agithukire ginya kaire tuka media tigona kwa kahutahutia akaguthana ha thutha ginya okehunjia akauga shaitani ni hindi ya mbiriria kuhunjia. Yeah, imagine wewe ni mchungaji na msichana wa kazi anakuaccuse ya kwamba ulitaka kumkiss, ulitaka kulala naye, uligonga gonga yeye hapa nyuma, umemguza kifua. It is shameful. Lazima hii mambo tuyamalize katika jina la Yesu. Na utosheke na kifua ya mkeo. Nego Bible yugete. Bible inasemaje? Utosheke na matiti ya mke wako. Tuthome kana ni muthomete? Ngai mutiri muthoma hau. Utigane na nyondo cia neighbor. Gitahi ulisoma hapo. Wewe Gitahi ulisoma lini? Na hii watu wengine wananiambia hawajasoma. Haya. Ni kitabu gani? Proverbs chapter? The Proverbs. Au ni twatiga haria tuguthomaga. Uti dorore tigithuri kia cirika ukienda ki. Na kwina githuri ta kiu mucie gwaku. Ko tangithiwira madamu eheria everything urore. Abia jirani kumedhuka. Wanawake wa mabishop, please muruhusu niongee, sio nyinyi naongelesha, ni hii watu. Na mukareka demali hii. Chapter 5 verse 19. Methali 5:19. Nasemaje? Let her be as the life-loving hide and a pleasant low. Let her breasts satisfy you at all times. Be lavished always with her love. Why will you, my son, go to a strange woman and bless the chest of a stranger? Tunakiona hivi ndivyo maandiko inasema. Sasa unaenda kukubatia wanawake ukitaka nini kule? Hiyo Biblia inauliza. Kwa hivyo watu wa Kenya, please wadugu, hata kama mdada yako na shida gani, usimkubatie ate umsaidie. Utavuja andiko. Linasema wanaume wasikubatie wanawake. Hata kama unamkubatia unasema you know you're my daughter. Hakuna daughters ya ambaye hujasa. Daughter ni ile umesa. Hii ingine ni daughters of heaven. Kuna watu wamesikia vibaya maana wameanza hiyo tabia. Ungeota atakuhimbiria sister ya mtumia waku. Atuka ugati ni mathina na umagukeda godi muhoe o Jesus. Ona kwa koralia lugha. Ni wafuja kiugo. Na kwa hivyo utosheke na wife yako. Na ukikosa kutosheka, Biblia inakupatia warning hapo chini. Ate ukikosa kutosheka na wife yako, utakosa pesa mpaka ushidwe na kununua mkate. Hiyo imeandikwa Proverbs 6 verse 23.
Chapter hiyo iko hapo mbele. Inasema hivyo. Wacha nisome kwa Kiingereza. Inasema whoso committed adultery with a woman, hiyo ni verse, chapter 6 verse 32. Lacketh understanding. He does it to destroy his own soul. Mhubiri akilala na mwanamke ambaye si mkewe, ataharibika soro yake. A wound and dishonor shall he get. Kutatendeka mambo ya kumwaibisha maishani mwake. His reproach shall not be wiped away. Na aibu ile ataletewa haitavutwa na nini? Na Biblia inasema mstari wa ngapi? Mstari wa mstari wa 26. For by means of a whorish woman, mwanaume akilala na mwanamke mkahaba, that man is brought to a piece of bread, and their daughters will hunt for the precious life. Ati atumia aganu mendete mundu mwega, na pastor ni mundu mwega, koguo atumia aganu ni mamwendaga kanitha-ini, na metikira agatigirira nginya kabisi ka mugate ndangihota kugura. Mimi nikiwa nimeongea hivi sasa ninaongeza nini? Kila ukifanya dhambi na mwanamke unamgawia sehemu ya akili yako. Vile wako wengi unawagaia nyingi, maana the two shall become one. Wewe wakati guotari na omakagia. Dade yo yaku ni njega. Kwaja dade hotete kugia kana. Niki kingi urenda? Muthuri ucio waku ni mwega. Hata kama unaona eko na kasoro. Kila mzee iko na kasoro. Ni mwanadamu. Kuli mundurume mugi uwe gwetha mbeca nake ni tuhu ndoi kwaria ndoi ki we are like that. Na mwisho 10%. Ukikosa kutoa 10%, Biblia inasema ya kwamba kifo kitaingia madhabahuni. Ungiakuruta gicunjĩ gĩa 10 kia mbeca iria ciothe urongania ukirie mbeca ciothe ukongania ugaciria kuu mundu aingagĩrĩrwo nĩ gĩkuũ gũkũ. Iyo yandikitwo Numbers 18:28-32. Umithome kahora. Mbeca ciothe wareherwo nĩ andu na makurehera indo cia bata, yani ukiletewa pesa zote na watu, ukiletewa vitu vya maana, utoe fungu lake la 10 uipelekee kuhani mkuu, etwaro hari muhujia munene gugukira. Ikisha pelekwa, Biblia inasema hautakuwa na hatia katika mambo ya fungu la 10 na utakufa, kifo kitaondoka. Hivyo ndivyo mstari wa 32 unamaliza kwa kusema it will remove death. So kanisani ukiona tunachukua fungu la 10, tunakula yote, we will start burying people. Nehemia 10 inasema the same. Hiyo Nehemia nitasoma. Nehemia 10:38. Inasema, and the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites when the Levites take the tithes. And the Levites shall bring up the tithe of the tithe to the house of our God, to the chambers, into the treasure house. The Biblia inasema ukichukua fungu la 10, fungu la 10 lake usikule, upeane. Ukichukua masadaka na vitu vyote vizuri, fungu yake ya 10 upeane. Mkifanya hivyo, watu wataanza kuleta mangali kwa makanisa yenu kupeana. Wataanza kupeana mashamba. Wataanza kupeana vitu vingi, kwa sababu na wewe is a faithful servant of God. Amen. So kama si mwaminifu na fungu la 10, basi hiyo matisho uko naye ya afya, matisho uko naye ya kifo kanisani, inatokana na wewe kuletewa vitu na wewe haugabi, unakula zote. Kifo unakula, maana hiyo vitu inaletwa na watu, ni shida wako naye, ni malaria wako naye, wako na corona, wako na nini, alafu unazikula zote, unakuwa na kifo. Lakini ukizipokea, unazitakasa kwa kukata sehemu ya 10, unapeleka headquarter yenu. Ukishafanya hivyo, umeondoa kifo kwako. Ndio Biblia inasema. Na Hebrews 7:9 inamaliza kwa kusema hivyo. Ahibrania sura ya 7 mstari wa 9.
I hope you will be doers of the word. Hebrews 7 verse 9. And as I may so, Levi also, who receives tithe, paid tithe in Abraham. Ati Lawi ambaye anapokea fungu la 10, anapokea sadaka za watu, analipa fungu la 10 kwa Ibrahim, maana ni mkubwa. Kwa hivyo wadugu na wadada, kukula sadaka ni makosa ya fungu la 10. Peleka mbele. Wewe ukipokea fungu la 10, chochote umepokea sadaka zako zote, hesabu fungu la 10 ondoa. Na ile mtego mkubwa ya kufanya fundraising. Unafanya fundraising, unapata pesa nyingi, unakataa kutoa fungu la 10. Una attract roho ya kifo kwa family. Sisi tunafanyanga fundraising, hata kuna siku tulifanya fundraising kwa kanisa. Tulipata 10 million. Na sisi tulitoa 1 million bila kufikiria. Tukaipeleka kwa account za kanisa la CFF kule. Lakini sasa wewe ukiona umepokea, umefanya fundraising, umepokea 1,200, 1,500, milioni 1, ati unasema yote ni ya kanisa. Hiyo kanisa ukiipatia pesa yote, ukatae kutoa fungu la 10 iende, hiyo kanisa itaanza kuwa na kifo, itakufa. It will die. Na hiyo neno sijui kama mmelisoma vizuri. Mlisoma vizuri Numbers 18 verse 28. Ndio inasema mtu yoyote anapokea sadaka, anapokea fungu la 10, ashunge asikufe. And you shall bear no sin by reason of it. Hiyo ni verse 32. When you have heaved it from the best of it, neither shall you pollute the holy things of the children of Israel, lest you die. So watu wakicheza na sadaka zinafanyanga pastor akufe, anawasha family. Na ni kwa sababu ya kuchukua sadaka zote unakula, unakataa kutoa fungu la 10 liende nje. Unachukua magonjwa yote ya watu. Kila mtu anatoa sadaka, anatoa kwa sababu ako na divorce, mwingine anatoa sadaka kwa sababu ako na shida, mwingine anatoa sadaka kwa sababu ako na matatizo, mwingine hata anatoa sadaka hajui, lakini anatoa sadaka kwa sababu ya ukoma yake. Wewe unachukua hiyo kifo yote ya watu, unalete hapa, unahesabu, unaona ni ngapi. Fungu la 10 unatoa itakase hizo pesa, unapeana nje. Lakini ukikula hiyo fungu la 10, na wewe wacha kuitisha tithe, wacha kuitisha sadaka. Lakini kama unaitisha sadaka na mnakula yote, mnasema ni kidogo, hata imetoshea tu mashida yenu, then your church will die. This is the word of the Lord. Leo giki mutigira hau ni mogo ithiaga mwaka ũngĩ ũmwe si mutaenda mwaka ingine moja na ndakwenda mwahora nginya ndaigua ni mwahora wega biũ. Rĩrĩa njũkira na ngũigua tumia kitwa mũndũ ũrenda neighbor kũrĩ mũtumia wake, na rĩu nĩ ndaigua twathimo roga baide bohoere ndarikia simaveri niwaombe. Nimemaliza na asanteni kwa kunisikiliza, na kama hamunge nisikiliza singeongea hivyo, na kwa hivyo ninaomba Mungu awabariki, na akinipa nafasi tena nitakuja niwafubirie na niwaambie maneno mengi kuliko haya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuende kwa mbele za Bwana dakika moja na Mungu awabariki. Let's go before the Lord 1 minute. God bless you very much. We thank God for His mercy, His truth, His wonderful counsel, His assurance. Lord, we thank you. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wachungaji hawa unawapenda. Ukiona umenileta hapa nihubiri hili neno, unapenda watu hawa. Na mimi nimekuomba Bwana katika jina la Yesu ya kwamba hakuna doa ya mchungaji itafujika. Na hata kama kuna mchungaji hapa ambao doa yake ilikuwa karibu kuvujika, nimeitengeneza katika jina la Yesu. Baba, ninaomba ya kwamba hakuna mtoto wa mchungaji atakufa tena, na hakuna mtoto wa mchungaji atapata matatizo, hakuna mtoto wa mchungaji atashindwa kusoma. Nimewabariki katika jina la Yesu na baraka ya kufanikiwa nyumbani na kufanikiwa kwenye kanisa la Bwana. Baba, naomba baada ya mafundisho kama hayo, sasa wahubiri hao wote walio wa CFF na wengine wa makanisa mengine wanaweza sasa kupatiwa makanisa ya kuanzia watu 1,000 na waisimamie imara na uaminifu. Baba, wapatie washirika sasa. Wamesikia matarajio yako na vile unataka kanisa lako lisimame. Baba, ninaombea watu wako ambaye wanapitia hali gumu za kuinukiwa. Wahubiri wa CFF wasiinukiwe tena.
wahubiri wa makanisa hii wamesikia mahubiri haya, wasiinukiwe tena katika jina la Yesu.